Ni tukio la kutisha na la kusikitisha ambalo limetokea katika eneo hili la kijiji cha Magugu, kata ya Magugu, wilaya Babati, mkoani Manyara. Ni tukio la mauaji ambapo mwili wa mwanaume ambaye mpaka sasa hivi bado hajajulikana umekutwa basi pembezoni mwa barabara hii kuu ya Babati Arusha, ukiwa umejeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake, ikiwemo majeraha makubwa sehemu za kichwani. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani hapa limefika katika eneo la tukio kwa ajili ya kuchukua mwili huo na taratibu zingine za kiuchunguzi. Mimi niwaahidi kama jeshi la polisi tutahakikisha kwamba tunafanya uchunguzi na kuwabaini waliofanya tukio hili la kinyama ambalo sio sahihi kwenye jamii. Tumeelewana kwa hiyo mwenye taarifa yoyote usisite kuja kutoa taarifa hiyo. Sisi tutahifadhi taarifa hiyo kama ya siri na tutafanya uchunguzi na tutawakamata wahusika. Tumeelewana Basi niwatakie kila laheri, poleni. Nadhani tuendelee na majukumu yetu wakati sisi tunaendelea na upelelezi zaidi. Asanteni sana. Wananchi wameeleza kwa masikitiko kuhusu tukio hilo. Kwa majina naitwa Naomi Richard Sangu, diwani wa viti maalum tarafa ya Mbugu, lakini anaishi kata ya Magugu. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha limetokea kwa usiku wa leo, jambo ambalo limetushtua sisi wote, mimi kama kiongozi pamoja na wananchi kwa ujumla, kukutana na mambo ya mtu kuuawa mahali hapa, japo mpaka sasa hatujamfahamu, lakini hatujajua chanzo sana ni ameuawa kwa namna gani, lakini inasikitisha kumkuta mtu amelala, ameshapoteza maisha tayari. Ili jambo kiukweli limetusikitisha sana na tumejisikia vibaya. Lakini yawezekana ni katika mazingira ya kuhisiwa au mtu kukosea bila kujua, na wakati mwingine wananchi wetu kuchukua hatua za yani kuchukulia sheria mkononi. Hiki ni kitendo kibaya kwa sababu tunajua tunavyo vituo vya polisi na vyombo vya habari. Unapomuhisi mtu kuwa na jambo fulani, kumripoti na kufikishwa eneo husika ni jambo la kupendeza sana. Lakini kufikia hatua ya kuchukua hatua za kuchukulia sheria mkononi na kuhakikisha kuyapoteza maisha ya mtu, hiki kitendo cha namna hii si kizuri. Na siamini kama kinaweza kikakomesha mambo mabaya yanayoendelea endapo yapo. Kwa sababu huwezi kujua na muda aliokufa huyo mtu sisi hatuwezi kujua ni upi. Lakini kiukweli mimi nitoe rai tu kwa wananchi wetu wasio wanapenda kuchukulia mambo poa namna hii. Huu ni uhai wa mtu, ni maisha ya mtu. Kuchukua hatua ya kumpoteza kabisa mimi naona haijakaa sawa. Imetusikitisha kwa kweli. Kilichonishangaza sasa ni kuona huyu mtu ni kama alivuliwa nguo, amevuliwa viatu. Kidogo inaleta utata kwa sababu huwezi kujua chanzo ilikuwa nini na nini kilifanyika na kwa nini alivuliwa nguo, lakini mwisho wa siku amepoteza maisha. Yawezekana hata ni aliona, alimfahamu mtu, hatuwezi kujua aliyekuwa anafanya hivyo wakaamua kupoteza, pengine walikuwa na malengo mengine ya kufanya jambo lingine la ulawiti au vitu vingine, hatuwezi kujua. Lakini kiukweli ni jambo linalofanywa na binadamu, ili si mnyama amefanya, ni mwanadamu atakuwa amefanya. Kwa majina naitwa Saidi Hamza Mwaliko, ni msaidizi wa kisheria na ni mtetezi wa haki za binadamu kata ya Magugu. Kwa sasa hivi binadamu wamekuwa hawana utu, na ukiangalia kimsingi sasa sijajua ni hali ngumu ya kimaisha inafikia mahali mtu akiwa na kitu kidogo anavamiwa. Sasa inawezekana pia umaskini pia unachangia kwa vitu kama hivyo na vijana kukosa kazi. Jamii ifanye nini? Jamii tu iishi kwenye mazingira ambayo yanapaswa kufuata sheria, kanuni na taratibu ili kuepukana na haya matukio. Watu wajitume, wafanye kazi. Nafikiri hiyo ndo kitu ambacho kinaweza kusaidia kupunguza matukio. Kwa majina naitwa Timtim, ni mkazi wa hapa Magugu. Matukio kama haya yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Kuna mtu alishawahi kuuawa maeneo haya. Kwa hiyo kutokana na hali ya kukosa mwanga kwenye haka kipande kutoka hiyo stendi ya zamani mpaka kwenye hii shule ya msingi ya Mindei, inasababisha matukio ya kihalifu yanafanyika mara kwa mara. Sababu hichi kipande hakina makazi, kwa hiyo kinakuwa kinagiza kwa muda mwingi, hasa wakati nyakati za usiku. Tukio limetokea ni la kinyama kwa sababu inaonekana ni shambulizi la kukatwa kwa mapanga. Kwa hiyo hakuna anayejua ni nini kilitokea, lakini matukio kama haya yamekuwa yakijirudia mara kwa mara.
Watu wamekuwa wakiuawa kipande hiki na kutupwa maeneo haya. Ushauri wangu kwa serikali, kama ilivyotoa kwa ahadi zake, ijitahidi kuweka hichi kipande taa za barabarani ili kuunganisha kutoka stendi ya zamani mpaka kwenye hiki kipande cha shule ya msingi ya Mindey hapa. Itasaidia kwa sababu kutakuwa kuna mwanga, itasaidia matukio ya kihalifu hayataweza kujitokeza kwa mara kwa mara. Kwa jina naitwa Evareni Kitungu Dianga, naishi hapa pa Magugu. Tukio hili mimi kama mimi limenisikitisha. Limenisikitisha sana 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 sana. Lakini tunaomba serikali itusaidie. Kwa majina naitwa Sabina Jonas. Kwa kweli anatupa hofu. Hata tukiwa pindi kwenye mihangaiko yetu ya maisha. Yaani kwa kweli unakuta pengine umetoka kwenye mihangaiko yako, yani unaogopa hata kupita yani. Yaani serikali kama serikali jamani, kweli ingetusaidia, labda sijui ndo tungetafutiwa hata sungusungu, sijui ni ulinzi gani hata tuelewe yani. Yaani sungusungu ipo lakini sasa yani hatuelewi hata hiyo sungusungu japo ipo lakini bado haisaidii chochote. Naitwa Pili Mwangata. Maoni yangu jamani, Magugu kumekuwa kuna ukatili sana. Tena hata wanawake tunanyanyasika sana. Hatuna amani kwenye nyumba yetu. Ukitoka vibaka wameingia. Na kulaitiwa wanawake wamezidi kubakwa Magugu na mauaji yamezidi Magugu. Tunaomba serikali tusaidie. Changamoto unakuta vijana wengi hawezi kufanya kazi. Kazi yao ni kuzurura tu. Yaani ukipita mtaani unashindwa hata kutembea mtaani. Hatuna amani kabisa. Yaani usitoke nyumbani kwako kama sasa umekuja kwako unaweza kukuta nyumba imevunjwa ndani, imebebwa kila kitu. Aisee, linasikitisha sana. Kwa mimi nimeumia sana. Nilikuwa naenda shambani, hata nimerudi nikasema siende shamba tena. Maana na huyu ni binadamu. Kafanywa kitendo cha kukatili sana. Kwa hiyo nimeumia sana. Tunaomba serikali tusaidie. Maana sasa hivi Magugu hatuna amani kabisa sana. Tena asilimia wanawake ndio hatuna amani kabisa. Hali imekuwa ni mbaya. Adije Pantaleo. Kiukweli Magugu sasa hivi panatisha. Pana mambo mengi sana ya ukatili, sijui tuseme ni vijana wanavuta bangi sana yani. Hatuelewi kiukweli. Tatizo ni nini? Ndio kama hivi matukio yamezidi, mambo ni mengi. Kwanza tukio hili limetokea kwenye kitongoji changu cha Warangi A na B. Na mimi kwenye vitongoji viwili hivi, mimi ni katibu wa uenezi, itikadi na mafunzo ya siasa ya Chama cha Mapinduzi. Matukio haya yamekuwa ya kukithiri sasa. Sababu tukio la kwanza lilitokeza kwenye daraja la kwa Udedra kule. Tukalifanyia kazi. Wakaja mpaka OCD, wakaja mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, wakajenga daraja kwa ajili ya mtoto aliyechinjwa kama alivyokufa huyu bwana. Lakini leo cha kusikitisha zaidi, huyu bwana ameoa kikatili. Tulifikiri amegongwa na gari, lakini tumefanya utafiti wa kina kwamba sio gari limemgonga. Ina maana wameparakanyana na watu, wakamkamata, wakampeleka chini ya mgunga ule pale, wakamkata na shoka kichwani. Wakakata shingo na shoka. Kwa hiyo ni kifo cha kusikitisha kweli. Na mauaji haya yanatokea miongoni mwa kati ya kwa Chamii, mahali pa mazingira wanaita kwa Chamii, na kufikia kwa Mama Ruben au sheli ile ambayo inaelekea Matufa. Mara kwa mara matukio haya yako hapa katikati. Sasa wazee wa mila wakasema siku moja hii sehemu ipoozwe. Akasema ipoozwe kwa sababu gani? Kama sio vijana wetu wanafanya haya matatizo, basi watujitokeze vijana hawa yani wawataje hao vijana wenzao wanaofanya hayo matatizo. Hawajajitokeza mpaka leo. Kwa hiyo na sisi viongozi tunapata tabu kweli. Na huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Magugu, anathibitisha kutokea kwa tukio hili. Mimi naitwa Loha Amos, mwenyekiti wa kijiji cha Magugu. Kwa kweli ule bwana bado hajatambulika kutokana na majeraha aliyopata kichwani, lakini watu wanaendelea kupata taarifa. Inawezekana mpaka baadaye anaweza kutambulika au la. Ile tukio ni la kusikitisha sana. Yaani ile tukio ni baya kwenye jamii. Kwa sababu ukiangalia mwandishi wa habari yule mtu jinsi alivyouawa, yani kila mmoja alisikitika, kwa sababu ukiangalia kichwa cha mtu kimepigwa, ubongo huku wote umemwagika, hata sura ya mtu haifai kabisa. Yule atakuwa amevuliwa nguo, kwa sababu hakuna mtu anaweza kutembea uchi, kwa sababu kama ulivyoonyesha mwandishi wa habari, kuna kaptura liko pembeni na marehemu alikuwa na tochi yake dogo iko pale pembeni. Kwa hiyo na ile hali ya pale mahali marehemu alipouawa, umeona kurupushani iliyotokea pale.
Yaani matukio kama haya ni watu tu kubadilika mioyo yao na watu kuharibika, lakini kikubwa sana Magugu ni eneo kubwa. Nataka ulinzi wa hali ya juu sana ili kuweza kuwabaini hao watu wanafanya matukio. Mimi wito wangu kwa wananchi wa Magugu, hebu tupendane, tuache ukatili wa kijinsia kwa sababu sisi wote ni binadamu na hakuna binadamu anayefanya kitendo kibaya kama kile. Mimi ile kitu kimenishtua na kimenishangaza sana. Hatujafikia hali hiyo kwa sisi wa Tanzania, hususan kijiji cha Magugu. Inaonekana limetokea usiku wa kuamkia leo. Yaani usiku ya tarehe 18 kuamkia 19. Wananchi wa Magugu tujaribu kufichua kwa sababu hawa wanayefanya vitu hivi ni miongoni mwa wananchi wa Magugu. Sidhani kama kuna mtu ambaye atatokea kwa sababu tukio hilo hapo maeneo hayo sio ya kwanza. Ni kwa kumbukumbu zangu ni tukio kwa eneo kama hilo ni tukio la pili. Kutoka hapa Magugu mkoani Manyara, mimi ni Jioni Walter.